Mara nyingi tunachukua uamuzi ya kuwahukumu watu na kushirikiana na sheitan kuwapiga baadhi ya mandugu zetu vita kwa mitihani ambao wanapitia ndani yake. Maasi ni mtihani, mtu kuwa ndani ya taa ni mtihani, mtu kuwa mtu mwema ni mtihani, mtu kuwa mtu muovu ni mtihani, ukiwa na mali ni mtihani, ukiwa ni maskini ni mtihani, ukiwa wewe leo unafuata amri ya Mungu wako hii ni mtihani vile vile, na maasi vile vile katika mitihani. Sasa baadhi yetu si hapa ni hodari sana, anapomuona mwenzie amefanya madhambi fulani, basi anashirikiana na sheitani kumpiga ndugu yake vita. Yako wewe ndugu yangu ilikuwa inatakana umfanyie dawa huyu ndugu yako na umuombee dua. Wewe hujui dawa yako hii na dua yako itamtoa nani katika shimo gani, si kushirikiana na sheitani. Leo wengi wetu hapa anapopata habari tu fulani bwana ana tabia fulani, fulani amefanya kitu fulani, lazima atachangia madamu imetajwa mabaya yake yule bwana. Na wengine wanafika mpaka kuzungumza, anasema yule bwana yule Mungu hawezi kumsamehe yule, yule aingie peponi bwana, yule hataona rehema ya Mungu yule. Wewe ni nani wewe ndugu yangu? Wewe ni nani hata uweze kumhukumu mtu? Wewe yako mwanzo imeshakubaliwa, hata uanze kuwahukumu wengine. Alokosewa hapa ni Mungu, wewe unaingilia kama nani? Yako wewe umeambiwa mfanyie dawa na umuombee Mungu amtoe hapo, wewe hujui dawa yako na dua yako itamtoa nani katika shimo gani. Lakini sisi wengi wetu hapa ni hodari sana, anaposikia maneno ya mtu tu yeye pia anachangia, basi aweze kueneza habari za urongo juu yake. Na hata kama ni kweli wewe una haki kufanya hivyo ndugu yangu, wewe huna madhambi ambayo unayafanya, wewe unaona ya wenzako tu, lakini wenda ikawa hiyo ambaye mwenzako amefanya ni tofauti na yako, lakini wewe huoni yako, wewe unaona ya mwenzie. Basi huyu bwana alipotamka haya maneno, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliingilia kati, akauliza Mwenyezi Mungu swali, man dha alladhi yataalla alayya alla aghfir li fulan, nani ambaye amekula kiapo ameingilia kazi yangu mimi huyu, kwamba eti mimi Mwenyezi Mungu siwezi kumsamehe fulani, eti mimi Mwenyezi Mungu siwezi kumwingiza fulani peponi. Mwenyezi Mungu pale pale akatoa hukumu, akamwambia yule bwana, akaambiwa manake, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amaluk, mimi nimemsamehe fulani na nimeibatilisha matendo yako yote wewe ambao ulikuwa unajiona wewe ni mcha Mungu sana. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ndugu zangu, rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni pana kuliko kila kitu. Mwenyezi Mungu anatungojea tu sisi ni lini ambaye tutarudi kwake yeye. Mwenyezi Mungu ayabadilishe maisha yetu na akhera yetu, anatungojea. Ndio Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu alipokuwa anawaona watu wanafanya mashughuli zao, manake mtu anapanda anashuka, huyu anakwenda huku anakwenda huku, Abdullah bin Mas'ud akasema, law kana dhunub arrawaih ma jalasa ba'duna ba'd, lau madhambi yangelikuwa ni harufu mbaya, hakuna mmoja wetu angekaa na mwenzie hapa. Unajua kuna baadhi yetu sisi hapa ndugu zangu, mara nyingi tunachukua uamuzi ya kuwahukumu watu na kushirikiana na sheitani